Aprili 21 mwaka 2026 na imetimia saa 12 kamili kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, mpatanishi mkuu wa Iran anasema kuna shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani kati ya taifa hilo na Marekani yatafanyika nchini Pakistan. Zaidi ya raia 200 walikuwa wametekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State wameokolewa katika operesheni ya kijeshi. Na tunaangazia athari katika sekta ya kilimo hasa barani Afrika, ikiwa bado vizuizi vitaendelea katika mlango bahari wa Hormuz unaopitisha karibu 30% ya mbolea inayotumika kote duniani. Uzalishaji wa mbolea utakuwa pia ghali zaidi kuliko ulivyo sasa, kwa sababu bei za dunia generally za petroli zimeenda juu. Takwimu zinaonyesha kwamba bei ya mbolea imeenda juu 68%. Kabla ya undani wa taarifa hizi na nyingine, nampisha mwenzangu Sarafina Robi ya kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina, karibu. Naam, Skola, asante sana. Karibu msikilizaji, tukianza moja kwa moja ni kwa mpatanishi mkuu wa Iran ametilia shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani itafanyika nchini Pakistan. Mohammed Bagher Khalibaf anasema Iran haitakubali mazungumzo chini ya vitisho na iko tayari kuonyesha kile inachoweza kukifanya kwenye uwanja wa vita. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kuwa Iran bado inapanga kutuma ujumbe wake Pakistan, ila hakuna udhibitisho rasmi. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye anatarajiwa kuongoza ujumbe wa Marekani, anasemekana kujiandaa kuondoka Washington. Kampuni ya Apple imetangaza kuwa afisa wake mkuu mtendaji Tim Cook anajiuzulu baada ya kuwa katika nafasi hiyo kwa miaka 15. Nafasi yake itachukuliwa na mkuu wa uhandisi wa vifaa John Tanners mwezi Septemba. Cook atakuwa mwenyekiti mkuu wa bodi ya kampuni hiyo. Anasema kuongoza kampuni ya Apple imekuwa ni fursa muhimu zaidi maishani mwake. Baada ya kuchukua hatamu kutoka kwa marehemu Steve Jobs, Cook alisaidia kubadilisha kampuni hiyo kuwa kampuni ya kwanza duniani ya umma ya dola trilioni. Jeshi la Sudan linasema kuwa limeteka maeneo zaidi katika jimbo la Blue Nile, huku mapigano yakiongezeka zaidi na David Nkia. Jeshi hilo linasema limevisababishia hasara vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces ambavyo viliteka miji ya kimkakati ya Blue Nile na Kurmuk mwezi March. Blue Nile imekuwa uwanja mkuu wa mapambano katika vita ambavyo kwa sasa vinaingia mwaka wake wa 4. Afisa mkuu wa Sudan ameishutumu Ethiopia kwa kuunga mkono mashambulizi ya RSF, jambo ambalo Ethiopia imekuwa ikilikanusha mara kwa mara. Taarifa yake David Nkia. Na polisi nchini Nigeria wamewakamata watu 42 wanaoshukiwa kuwa wachimba migodi haramu, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kuhusu kutekwa nyara kwa kiongozi wa kimila. Mfalme Oba Salman Olatunji Aweda alitekwa nyara siku ya Jumamosi jioni wakati watu waliojihami walipovamia ikulu yake katika jimbo la Kwara. Watekaji nyara hao wanaripotiwa kudai fidia ya takriban dola 300,000. Utekaji nyara huo umeongeza wasiwasi kuhusu salama katika jimbo hilo ambalo limeshuhudia ongezeko la mashambulizi dhidi ya jamii za vijijini. Hii ni BBC. Na huo ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msikilizaji, umesoma kwako na mwenzangu Sarafina Robi akiwa Nairobi. Matangazo ya Amka na BBC hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, tusikilize kupitia redio Kwizera kule Ngara, Radio Free kule Mwanza, Radio One Dar es Salaam. Kenya, Most FM, Mwenedu FM. Uganda, Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, matangazo haya pia hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Mpatanishi mkuu wa Iran ametilia shaka iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani na Marekani yatasonga mbele nchini Pakistan. Mohammed Bagher Khalibaf anasema Tehran haitakubali mazungumzo chini ya kivuli cha vitisho na iko tayari kuonyesha kile alichokiita ni mbinu mpya kwenye uwanja wa vita. Baadhi ya ripoti zinaonyesha kwamba Iran bado inapanga kutuma ujumbe huko Islamabad. Zaidi na Sarafina Robi.
Ni majeshi ya Marekani yakionyesha umahiri wao katika ghuba ya Uajemi, yani Iran, wakikabiliana na meli ya mzigo ya Iran, kisha kwa umbali kuanzisha mashambulizi. Maneno ya rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba walitoboa shimo katika sehemu ya injini. Baada ya jua kutua, majeshi ya majini ya Marekani yalitumwa kutoka kwa ndege aina ya helikopta na kuchukua udhibiti. Meli hii ya Tuska imekuwa imekiwa vikwazo na Marekani tangu mwaka 2018 kwa kile Marekani inachoelezea kuwa historia ya uhalifu. Iran imeapa kulipiza. Iran sasa inasema vizuizi vya Marekani na matakwa yake ya kupitiliza yanaonyesha kuwa Marekani haipo tayari kwa diplomasia. Kwa sasa ninapozungumza nanyi, hatuna mpango wa awamu inayofuata ya mazungumzo. Hakuna uamuzi uliochukuliwa kuhusiana na hili. Katika mji mkuu wa Islamabad nchini Pakistan, matayarisho yanaonyesha kila kitu kipo tayari kwa mazungumzo ya duru ya pili. Pakistan ikiwa na ari ya kuonyesha kuwa upatanisho wake ni watija. Ripoti kutoka Washington, Marekani zinasema ujumbe wa Marekani utaelekea Pakistan hivi karibuni. Katika mtandao wa kijamii, rais wa Marekani Donald Trump anasema kizuizi cha wanamaji kwenye bandari za Iran kitaendelea hadi makubaliano yafikiwe, akiongeza kuwa anashinda vita kwa kiwango kikubwa. Maoni yake yanajiri huku makubaliano ya usitishaji vita wa muda kati ya Marekani na Iran yakitarajiwa kumalizika hapo kesho, siku ya Jumatano, bila uhakika iwapo duru ya pili ya mazungumzo ya amani yatafanyika nchini Pakistan. Kufuatia duru ya kwanza ya mazungumzo mapema mwezi huu, makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema Marekani haikuweza kufikia hali ambayo wawakilishi wa Iran walikuwa tayari kukubali masharti ya Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitaka Marekani ijiepushe na matakwa ya kupitiliza na maombi yasiyo na uhalali. Taarifa ya Sarafi Nairobi. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wametekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la wapiganaji lenye uhusiano na Islamic State wameokolewa katika operesheni ya kijeshi. Jeshi katika nchi jirani ya Uganda imetoa ripoti hiyo. Wanajeshi wa Uganda wakishirikiana na wenzao wa Kongo walilenga kambi inayodhibitiwa na Land Democratic Forces, yani ADF, kundi la wanamgambo ambapo asili yake ni Uganda. Watoto walikuwa miongoni mwa walioachiliwa, mdogo akiwa msichana wa umri wa miaka 14. Hii ni kulingana na taarifa iliyotolewa na Uganda. Zaidi na Esther Luambano. Jeshi limesema kuwa wapiganaji kadhaa wa ADF waliuawa katika shambulio hilo kwenye kambi hiyo na hifadhi ya silaha ilipatikana. Taarifa hiyo haisemi iwapo kulikuwa na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Uganda au Kongo. Waasi wa ADF wamekuwa wakiendesha shughuli zao kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo miwili iliyopita. Awali ADF iliundwa nchini Uganda katika miaka 1990 na watu waliochukizwa na jinsi serikali inavyowatendea Waislamu. Lakini baada ya kushindwa na jeshi huko, waliosalia walikimbia kuvuka mpaka. Mnamo mwaka 2021, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilianzisha mashambulizi ya pamoja kuwafukuza ADF nje ya ngome zao za Kongo, lakini hadi sasa imeshindwa kukomesha mashambulizi ya kundi hilo. Haijabainika ni lini au wapi raia waliookolewa walitekwa nyara, lakini taarifa ya jeshi la Uganda inasema kuwa wale waliokuwa wakishikiliwa walielezea hali ngumu waliokumbana nayo, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa chakula, kazi ya kulazimishwa na adhabu kwa kutokutii. Mamlaka inaongeza kuwa baadhi pia walionekana dhaifu na walikuwa wakiugua malaria, matatizo ya kupumua na uchovu. Baada ya miaka mingi ya kutokufanya kazi kwa uwazi nchini Uganda, ADF imelaumiwa kwa mfululizo wa mashambulizi katika miaka ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na milipuko ya kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Uganda Kampala mwaka 2021 na kushambuliwa kwa shule magharibi mwa Uganda mwaka 2023. Lakini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa maarufu kwa utekaji nyara na mauaji. Utafiti wa mwaka 2024 uliofanywa na BBC Monitoring uligundua kuwa ADF ilihusika na zaidi ya nusu ya vifo vya raia katika eneo hilo lililokumbwa na migogoro. Ni taarifa yake Esther